لله رب العالمين. بسم الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri al-Qur'an al-Karim tukiwa katika surat Yusuf. Kwenye darasa yetu ya jana tuliishia kwenye kuzitaja faida tulizozipata kwenye aya zilizopita ambazo tulitangulia kuzisoma, na leo biidhnillahi alkarim tutaendelea kidogo, kisha tupate nafasi ya kuzisoma aya. Tusogee mbele, lakini tutasoma kidogo au tutavuna kidogo baadhi ya faida zilizopatikana kwenye ayati zilizotangulia. Tutakwenda nazo kwa mtiririko. Nadhani jana tuliishia kwenye aya 4 kwenye faida, lakini baadhi yenu wameandika mpaka faida ya 30. Sijui wengine mna faida ngapi? Naam, wewe una ngapi? Lakini sio chini ya 20 kwa walioandika baadhi yao. Sasa leo tutazama kuanzia aya ya 5. Hapana, tulikwenda mpaka kwenye nadhani mpaka kwenye aya ya 5 hivi kwenye fawaidi zake. Faida ya mwisho mlioandika mlisemaje? Lishaitani sulta ala kulli nnas hata aulad al-anbiya. Shetani anayo nafasi ya kuingia kwa mtu yoyote na kumtawala mtu yoyote mpaka kwa watoto wa manabii. Ndio hivyo. Katika faida nyingine tunayoipata kwenye aya hizi ni kwamba kutafsiri ndoto ni moja katika ilmu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwatunuku waja wake.
wakadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al-ahadith, na atakufundisha wewe kuzitafsiri ndoto kwenye aya 6 hapo. Kwa tafsiri ya ndoto ni ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala pia huwatunuku waja wake wema. Al-Imam Ibn Ashur katika maulama wa kaskazini mwa Afrika, Tahir ibn Ashur, ana tafsiri yake inaitwa At-Tahrir wa At-Tanwir. Kwenye tafsiri yake anasema maneno yafuatayo: wa anna ta'bir ar-ru'ya ilmun yahabuhu Allahu ala man yasha'u min salihi ibadihi. Kutafsiri ndoto ni elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humtunuku anayemtaka katika waja wake wema, humpa akampa anayemtaka katika waja wake wema. Lakini tafsiri za kweli na ndoto za kweli, pamoja na kwamba elimu hii ya kutafsiri ndoto imevamiwa sana na waganga wa kienyeji na wanajimu na makuhani. Kwanza, kuna watu wana tabia ya kudai ndoto za uongo. Mtu kaamka tu akatunga, pengine akaangalia mazingira, kuna kija kitu fulani huko mbele, kuna hiki na hiki na hiki, kutakufa mtu mkubwa. Sijajua wanadamu wafa, asipokufa watu hawamuulizi. Mara ngapi watu sema neno haya alafu hafi mtu katika watu wakubwa wanaodhaniwa, mara ngapi? Lakini ikitokea kweli kadari ya Allah, hata alisema mtu fulani, lakini kifo ni kitu mutahattim kwa kila kiumbe, kitatokea, awe mkubwa awe mdogo. Sasa kuna watu wana tabia ya kudai ndoto, na ni jambo baya. Yote ni kutengeneza mazingira ya kuaminiwa kwamba wao ni watu wa Mungu. Hilo lipo, lakini pia lipo la watu wenye kujipa kazi ya kuabiri na kutawili na kuleta tafsiri ya ndoto. Kuna vitabu vimeandikwa mbalimbali, tafsirul ahlami, ta'birur ru'a, na vitabu mbalimbali vimeandikwa na vingine vikinasibishwa na maimamu wakubwa kwamba ukiona hiki na hiki na hiki basi kuna hiki, ukiona hiki, ukiota hiki na hiki basi tafsiri yake ni hii. Vitabu vimejaa tele madukani. Kwa hiyo mtu asoma kisha ongeza na ufundi wake, aeleza kwa watu. Kwa hiyo mambo yameandikwa tayari hapo, ukiyataka utayapata kwenye vitabu na utasema kwa watu. Lakini taabiri ya ru'ya, tafsiri ya ndoto, ina adabu zake na taratibu zake katika sheria. Sio kila ndoto inaletwa tafsiri. Kuna mambo mengine anatakiwa nasihiwe tu aliyoota. Ndoto nyingine hazina maana yoyote, ni upuzi. Wewe mtu mzima waota wapuruka, kila siku watu wafukuzwa, alafu ukimbii, mara utakukamatwa, waota wala mambo ya kiovyo ovyo, waota tu. Kazi yako, ndoto zako zote za ovyo ovyo, hakuna hata moja ya maana, kwamba umeota leo nimeota jambo la maana hasa la kukufikirisha, hakuna. Alafu wataka watu kutafsiri ndoto hii maana yake nini? Haina maana. Adghafu ahlam wama nahnu bitawili alahlami bialimin. Kwa hiyo ni elimu hii Allah subhanahu wa ta'ala watunuku waja wake, na utaratibu ndio ule ule. Ikiwa ndoto njema, basi la tuhaddith bihi illa habiban au labiban, na ikiwa ni ndoto ovu, basi ista'idh billah, tena temee mate, sasa geuka upande mwingine, wala usimsimulie mtu yoyote, kwa sababu haitakudhuru. Faida nyingine, itakuwa mhesabu ya ngapi? Mimi kwangu itakuwa sasa hii ni faida 25.
kuna watu walifika 30 nimesema rasmi hizo. Kadhalika katika hili ni kwamba ru'ya sadiqa bi'tibari nufusi as-saliha, ili mliingiza katika maelezo yaliyotangulia hapo nyuma. Siku zote ndoto njema huzingatiwa kutoka kwa watu kwa nafsi zilizo njema. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake anasema fa'ala ikhtilafi an-nasi fima wasafna takunu ru'ya minhum 'ala al-ajza'i al-mukhtalifati al-'adad ممن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب. kutokana kutofautiana watu katika yale tuliyoeleza, takunu ru'ya, zinapatikana ndoto, au takunu ru'ya minhum ala al-ajza' al-mukhtalifa, zitapatikana ndoto kutoka kwao kwa mafungu tofauti tofauti yenye kupishana. Kuna ambao nia zao ni njema na wanayakini katika kumwabudu Mola wao wa kweli katika maneno. Mtu wa namna hii ndoto yake iko karibu zaidi na ukweli. Jitazame, ambaye nia yake ni safi kabisa kwa Mola wake na anamwabudu Mola wake kwa yakini, sio muongo, akizungumza hadanganyi watu, ni mkweli katika mazungumzo yake. Mara nyingi mtu wa aina hii ndoto zake zinakuwa ni za ukweli, lakini ushajiona na tabia ya kudanganya au huna kinga ya kusema uongo, ikibidi kusema uongo saa nyingine wachomeka uongo, alafu waota ndoto, iangalie ndoto yako ni uongo mwingi pia. Hapo sheitani anakuchezea. Faida nyingine, kwa sababu wayuallimuka min ta'wil al-ahadith. Faida nyingine 26, an-nubuwa istifa'un wa ijtiba'. Utume siku zote unakuwa ni kwa kuteuliwa na kuchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La tunalu bilmujahadati wala bitamanni. Utume, unabii haupatikani kwa kujipinda wala kwa kutamani. Na maneno haya yako kinyume na fikra za mafalsafa, kadhalika ghulatu sufia na watu kama kina Ibn Sina katika falasifatul mashaiin. Yaona kwamba mtu anaweza kupata utume kwa kufanya jitihadi, ukaabudu, ukatafakari mpaka ukawa mtume. Unaona kwamba utume ni amru muktasab, waqad kadhabu, sema uongo katika hilo. Sawa sawa, utume ni istifa'un min Allah, wakadhalika yajtabika rabbuk ويعلمك من تأويل الأحاديث كذلك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. فإذا nyingine بيان إفضال الله تعالى على آل إبراهيم بما أنعم عليهم وجعلهم أنبياء آباء وأحفادا. ni ubainifu uliopatikana wa kufadhilishwa familia ya Ibrahim kwa kuwa amewaneemesha wao, akawafanya kuwa ni mitume, mababu na wajukuu, wajukuu wote wakawa mitume. Ibrahimu ni mtume wa Allah, watoto wake Ismaila na Ishaq ni mitume wa Allah. Kutokana na Ismail ndio amezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishaq amemzaa Yaqub, Yaqub ndiye aliyemzaa Yusuf, Yaqub ndiye aliyezaa al-asbaq, na kwenye uzao wake ndiko wakatokea mitume wa kibani Israila kama vile Musa alayhi salatu wassalam ametokana na wao katika mitume wa Israili, bali Ismail na Nabiullah Daud na Suleiman mpaka kufika kwa Isa mwana wa Maryam. Lakini kina Zakaria, kina Yahya, wote hawa ni katika uzao wa bani Israila.
Allah amewafadhilisha. Na wana wa Israeli, tukisema Israeli maana yake ni Yaqub, wenyewe wanasema maana yake ni Abdullah, yani Yaqub. Kwa hiyo kimbe wana wa Israeli, yani watoto wa Yaqub, kizazi cha Yaqub. Yaqub huyu tunamzungumzia ambaye ni baba yake Yusuf, Yaqub mwana wa Ishaqa mwana wa Ibrahim. Kwa hiyo ni familia iliyopewa fadhila kubwa kwa kuwa pameteuliwa mitume wengi, na haina maana kwamba mitume wote kutokana na hawa tu, la. Katika kila mataifa Allah alipeleka mitume, kila taifa, kila kabila lililokuwepo kwa wakati huo lilipelekwa mtume, lakini sio wote waliotajwa kwenye Qur'an. Kwa taifa lolote, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun, hakuna umma wowote, taifa lolote isipokuwa alipita kwa mtume. Haya, katika faida tuliyopata pia katika aya hizi, yutlaqul jaddi ismul ab, baba wakati mwingine pia babu wakati mwingine huitwa baba. Babu huitwa baba. Anasema al-Imam al-Qasim Jamaluddin, ustudilla bil aya ala anna al-jadda yutlaqu alayhi ismul ab, pametolewa dalili kwenye aya au pametolewa dalili kwa aya hii kwamba babu huitwa kwa jina la baba. Kwa hiyo fayadullu anna man nasaba rajulan ila jaddi, kwa hiyo inafahamisha kwamba mtu yoyote atakayemnasibisha mwenzake, mtu mwingine, kwa babu yake, waqala yabna fulan, akamwita mtoto wa fulani, akamtajia jina la babu yake aliyemzaa baba yake, au babu aliyemzaa babu yake, akisema hivyo, innahu la yakunu qadhifa, hawi amemtukana, kwa sababu kumnasibisha mtu mwingine, mtu na baba mwingine, ni qadhf, ni matusi. Ndio maana Qur'ani kaja, ud'uuhum liabaihim, waiteni watu, wanasibisheni watu na baba zao. Usimnasibishe na mjomba wake, wala usimnasibishe na ammi yake, wala suna kaka yake, muite na mnasibishe kwa baba yake. Sasa itafaa kumnasibisha kwa baba yake aliyemzaa mzazi, au baba aliyemzaa baba, au baba aliyemzaa babu. Ukimnasibisha na hao, utakuwa umenasibisha mahali pasawa, nasaba yake itakuwa ni sawa, na wala hujatukana. Kinyume cha hivyo, utakuwa umemtusi mtu yule kwa kumnasibisha na baba asiye wake. Ndio maana ikasemwa, wayutimma ni'matahu alayka wa ala ali yaquba, ili Allah subhanahu wa ta'ala azitimize neema zake juu yako na juu ya familia ya Yaqub, kama atammaha ala abawaika min qabl, kama alivyozitimiza neema hizo kwa baba zako waliokuwa kabla. Baba zako kina nani? Ibrahima wa Ishaq. Ibrahim, Ishaq ni babu yake Yusuf aliyemzalia baba, yeye ni Yusuf ibn Yaquba ibn Ishaq, na Ibrahim ni babu aliyemzalia babu. Waswahili wasema baba mkuu, babu alimzalia babu. Kwa hiyo hawa wawili abawaika ni baba zako hawa. Sheria inafaa kumnasibisha mtu na baba yake, kumnasibisha na babu aliyemzalia baba, na kuendelea juu, inafaa. Ama mtu kujinasibu na mtu mwingine asiyekuwa baba yake ni laana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemea hilo. Atakayejinasibisha kwa asiyekuwa baba yake au na kabila asiyokuwa lake na watu ambao sio wake, fa alayhi la'natullahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia haya. Sasa wewe uende huko watu wakujua, ujifanye kwamba mimi ni sharifu, nimezaliwa hivi, ukoo wa Mtume, kwa sababu tu watu hawakujui ulikotoka, ni makosa.
Pamoja na kwamba mtu akituthibitishia akituambia mimi ni familia fulani akajinasibu, sisi hatutii shaka juu hilo kama hilo limethibiti, na wala hatutamfanyia tani, hatutamtukana kwenye nasabu yake, kwa sababu ni jambo baya kabisa katika mambo mabani, at-ta'nu fil ansab. Lakini na wewe usijinasibu na watu wasio wako, ukajinasibu mpaka ikaonekana kwamba kumbe wewe sio kabila hiyo, wewe kabila fulani, mpaka wakakutoa nje kabila yako, namna unavyojinasibu, kwa sababu kabila yako huitaki. Pengine katika mji wenu au mahali ulipo wadharauliwa, kwa kabila ile huitaki, ukajitafuta unasaba mpaka ukatokea kwa watu wa kabila fulani. Wapo watu wao, wapo wengi watafuta utukufu, na utukufu huko kwenye kabila wala kwenye nasab. Inna akramakum inda Allahi atqakum, inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hiyo mtu kujinasibu kwa babu yake, kwa babu wa babu yake na kuendelea ni sawa, na sio katika mlango wa qadhf kama ilivyotuambia Qur'an, kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahima wa Ishaq. Haya ameyataja Jamaluddin al-Qasimi katika Mahasin at-Ta'wil. Faida nyingine katika aya kuna ubainifu, bayanu anna ni'mat Allahi ala al-'abd ni'matun ala kulli man yattasilu bih min ahli baytihi wa aqaribihi wa ashabihi. Al-Imam as-Sa'di katika Taysir al-Karim ar-Rahman fi Taysir al-Karim al-Mannan fi tafsir kalam al-Mannan anatuambia hivyo kwamba neema yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha nayo mtu, basi hiyo ni neema kwa kila anayenasibiana naye, kila anayeungana naye pia hiyo ni neema kwake, na hiyo ni manqaba, ni fadhila hizo kwa jamaa zake, marafiki zake na ndugu zake. Ni neema, utaambiwa nyinyi mmeneemeshwa kwa sababu ya fulani. Ndio baadhi ya miji hutajwa kwa kuwa kumetoka wanawazuoni wakubwa, wakitajwa kwamba wale watu fulani, wale ni jamaa zake al-Imam al-Bukhari, wale ni jamaa zake al-Imam Abu Daud as-Sijistani. Nini? Kwa sababu ya fadhila ile ya ilmu ya watu fulani. Kwa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humneemesha mja, neema yoyote, basi ni neema kwa watu wake, na hasa neema kama hizi ambazo Allah huwachagua waja wake, neema za ilmu na iman na taqwa, na kama neema ya nubuwa. Na hilo nimelipata hapa, ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وآل يعقوب yote, familia ya Yakubu yote imeneemeka kwa neema hiyo ya wazee na neema aliyopata Yusuf. Faida nyingine hii itaungana zaidi huko mbele, taitaja tu hapa lakini ina mahala pake. At-tarbiyatu fi sighar laha fawaiduha fi al-kibar, malezi bora katika utoto yana faida katika utu uzima. Haya ndio kumuelezea Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, mitihani aliyokumbana nayo na namna alivyokabiliana nayo, kwa sababu ya vile Allah alivyomneemesha katika tauhid na malezi bora aliyopata kutoka kwa baba yake, pamoja na kwamba alitoka kwa baba yake akiwa kijana mdogo. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin, pia pana faida pale, miongoni mwa faida kwa itaifanya hii ndio ya 30. Tusema sailuna litta'lim hum alladhina yantafi'una bil ayat wal ibar, wale wenye kuuliza kwa lengo la kutaka kujifunza ndio wanaonufaika na ayat na ishara mbalimbali na mazingatio, wanaonufaika na ilmu yenye manufaa, kinyume na wale wenye kupuuza au wale wenye kuuliza kwa lengo la kutaka kujaribu watu au kwa lengo la kutaka kujionyesha kwamba wao wajua, kwamba huyu mpaka kuuliza swali hili, huyu ana elimu huyu. Kikaa badala ya kuuliza dini yake,
mambo ya msingi ya itikadi yake au mambo ya msingi yanayohusu tahara yake. Kwenye tahara yake pia ni mtihani. Jambo la msingi au mambo ya msingi yanayohusu ibada zake na namna kuzitekeleza, kwamba wapi pataharibu ibada au nifanye vipi. Yeye atakuuliza, sasa yule Nabii Musa ile fimbo yake ilikuwa ni ya mti gani? Wewe akuhusu nini? Mbona hapa katika Qur'an anasema inna. Sasa hapa vipi hapa? Ajifanya ajua, kumbe kasikia makadiani au kasikia sijui mafalsafa huko. Lakini ili mradi atakuchokoa maneno kama vile ana ufahamu mkubwa. Watu hao wapo hakuna. Akishakuona umesoma atakujaribu hivi. Vipi hapa? Watu namna hii hawapati faida yoyote katika dini. Majibu yao ni kwamba sijui. Niambie wewe. Sasa huyu Adamu huyu na mkewe walioona vipi? Sasa huyu si alikuwa mwanawe huyu. Alafu hao watoto ambao walikuwa waona kwa sababu wewe mwana haramu. Si baba yako kazaa haramu, baba yako Adam. Usimjibu hivi, mtapigana. Ni kwamba yule asema vile atakujitukana. Wewe kuhusu nini mama? Anauliza mfano maswali kama hayo. Ya kuhusu nini wewe? Umeelewa? Kwa sababu anauliza lakini si kwa lengo la kutaka kunufaika na ilmu. Ataka kujaribu, ataka kuchokoa maneno basi. Na hii ndio tabia ya Waislamu wengi. Yaani mtu hajui chochote kuhusu tahara yake. Ukimuuliza vichanguzi vya udhu ni vingapi? Hajui. Anamwambia sasa wewe baba, wewe ukifanya vitu gani udhu wako umechanguka? Hajui. Sasa mbona uulize mambo haya, usiulize hili mimi nikwambie nikufundishe. Ni mambo mangapi yenye kuharibu swala yako? Ukisimama kuswali ukifanya moja katika hiyo swala yako imeharibika. Wajua? Sijui. Sasa siulize. Wewe sijua nguzo za la ilaha illa Allah, kama la ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? Kalimatu tauhid masharti yake ni mangapi? Hujui. Uliza sasa. Umepata mtu anayejua, muulize akufahamishe. Leo waleta mambo ubaramaki hapa kuuliza mambo ya kipumbavu. Sasa hizi aya, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Lakini sailina kina nani? Wale asailuna litta'lim hum alladhina yantafi'una bil ayati wal ibar. Ni hao. Sasa wewe ndio tabia yako hiyo. Ndio maana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, masahaba baadhi wao na watu wengine wakawa wanamshangaa, anna laka hadha alilm, wewe umetoa wapi elimu hii mtoto mdogo wewe? Akasema lisanun saulun wa qalbun aqul, ni ule ulimi wenye kuuliza mambo ya kielimu ya kisawasawa na moyo uliojaa akili. Nauliza mambo ya maana. Ndio maana nikapata hii ilmu. Na wauliza wakubwa, watu niliwadhiriki. Yeye alikuwa akihangaika akimtafuta Ibn Mas'ud kina nani, wale watu wakubwa waliomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawapita wale watu waliomzidi yeye kiumri, kwa sababu yeye aliheruka mapema akauliza. Wao wengine hawakuuliza, walikaa tu. Haya, hili ni jambo la tufundisha sisi katika maisha yetu. Tunapopata fursa za kukutana na watu wasomi, watu wenye ilmu, kuwauliza mambo yenye manufaa na sisi. Ukikutana na wazee na watu wazima, waulize mambo ya zamani yenye maana, sio mambo ya kijinga jinga. Enzi zenu vipi mlikuwa mpigana sana itakusaidia nini sasa? Leo kuna watu ukiwauliza ukoo wao na nasabu yao hajui. Kwa nini? Kwa sababu zake amewadiriki, wamekufa, hakuwauliza, hakuwa na akili ya kuuliza. Hawa ni wengi tu, usiwe katika wao. Katika faida ambayo tunaipata pia kwenye aya hizi, dhawul masalih qad yajtami'una ala hadafin mushtarak walau kana fi khatar wa darar. Siku zote watu wenye maslahi kwenye mambo yao mara nyingine wanakutana kwenye lengo moja. Tena hawa watu wenye maslahi ambao pengine wakawa wana fikra tofauti, huyu hamkubali huyu hamkubali huyu, lakini limetokea hili lenye maslahi pamoja na wao, wanaweza wakaungana hata kwenye jambo baya, jambo lenye madhara. Na ndio maana ajabu utaona ndugu 10, si ndugu wa 12 hawa, Yusuf na ndugu yake Binyamin na hao wengine 10. Sasa hawa 10
wote walikusanyika juu ya kadhia moja tu, pamoja na kwamba mambo hawa waliokusanyikia hayalingani na umri wao wala malezi yao waliopewa na baba yao, lakini walikusanyika juu ya jambo baya kabisa. Kwa hiyo inawezekana watu wenye fikra tofauti au mielekeo tofauti wakaungana katika jambo moja lenye kuwashirikisha, maadamu waona lina maslahi na wao, wakaungana. Kadhalika katika faida, alquwa walkathra turithu algharar au alghurur, wingi, nguvu na wingi unaweza kuwatia watu hadaa. Mtu anapokuwa anajiona ana nguvu au ana wingi wa watu, anaweza kupatwa na hadaa katika mambo, akaanza kutumia ubabe wake kwa sababu ana nguvu, akatumia ubabe wake kwa sababu ana watu. Wapi hapo? Na wa nahnu usba. Njama zote hizi na uhasidi umekuja kwa madai kwamba wa nahnu usba, na sisi ni kundi kubwa. Kwa nini apendwe Yusuf peke yake na ile hali sisi tupo na ni watoto wake na sisi ni wengi? Ule wingi wao ndio uliofanya wayafanye haya mabaya walioyafanya. Lakini pia alhasudu la yasud, pia tunasema alhasidu la yasud. Siku zote hasidi hawi bwana, atabaki kuwa duni, atabaki kuwa dhalili. Mtu hasid mwenye husda hawezi kuwa bwana. Al-Imam al-Qushairi rahimahullahu ta'ala katika Lataif al-Isharat anasema, lamma hasadu Yusufa ala taqdimi abihim lahu lam yarda asema, lamma hasadu Yusuf ala taqdimi abihim lahu, walipo muhusudu Yusuf kwa vile baba yao amemtanguliza, wakafanya walioyafanya, Allah subhanahu wa ta'ala akalipindua lile jambo lao. Badala ya kufikia malengo yao ya kutaka kumdhalilisha na kumtowesha Yusuf, atoweke, ikiwezekana wamuue au wampeleke mbali huko, na wao ndio wawe wakubwa mbele ya baba yao, Allah subhanahu wa ta'ala hakuridhia hilo, bali akawaweka wao mbele ya Yusuf, wa kharru lahu sujada, na matokeo yake wakamnyenyekea yeye. Sasa wakamnyenyekea yeye, wao si walikwenda wakasujudu. Mwisho huko tutaliona ile jambo. Na wenyewe pia wanasema, atwalu nnasi huznan man laqa nnasa an mararatin wa arada ta'khira man qaddamahu Allah au taqdima man akharahu Allah. Katika anasema kwamba yasemwa kwamba katika watu wenye huzuni ya kuendelea ni watu wenye machungu, wanaoishi katika hali ngumu, ni mtu anayetaka kulichelewesha au kumweka nyuma na kumrudisha nyuma mtu ambaye Allah amemweka mbele, au anataka kumtanguliza mtu ambaye Allah amemchelewesha, amemweka nyuma. Yani ni hivi, katika watu wanaoishi maisha ya tabu katika huu ulimwengu ni wale wanaotaka kumwangusha na kumteremsha aliyekuwa juu, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akamnyanyua, au wanaotaka kumnyanyua mtu aliye chini. Wana mtu wao kwamba lazima umweke juu. Ni kazi ngumu sana. Al-Qushairi anasema maneno haya, asema, fa ikhwatu Yusufa aradu an yaj'aluhu fi asfali al-jub, ndugu zake Yusuf walikusudia kumweka chini huko kwenye kisima. Farafa'ahu Allahu fawqa sariri al-mulk, Allah akamnyanyua akamweka juu ya kitanda cha kifaa cha wafalme, kwenye kiti cha enzi cha ufalme, kutoka kwenye kina cha kisima mpaka kwenye kiti cha ufalme. Haya ni katika ambayo ameyafidisha, ameleta faida al-Imam al-Qushairi kupitia aya hizi katika fawaid. Kadhalika katika faida, labda nishie hii na hii au ile inayofuata, mtaniambia ni ngapi kwa mujibu wa urasmi? Sasa ngapi? 34. At-tanafus ala adh-dhuhuri yuaddi ila idmar ash-sharr, siku zote watu kushindana kwa kutaka ukubwa
na kutaka kudhihiri huyu awe juu yule awe juu kunapelekea kwenye kuficha shari ndani yake na watu kuwekeana vinyongo. Siku zote watu wanapokuwa wanashindana na lengo lao ni kutaka ukubwa, kwamba fulani kwa nini yuko juu yangu, mimi lazima niwe juu, kwani yeye nani? Ukawa washindana sasa, na wewe ukaona mbona nataka kunishinda, washindana naye tena. Haya mambo yanazua vinyongo katika nafsi na kuficha shari, watakhallus min al-aqran. Kwa hiyo ikitokea fursa yoyote, hapa dharba inapiga hii hapa. Wataka munafasa hawa ndugu zake Yusuf na Yusuf, sawa, ili na wao wawe, kwa sababu yakhlu lakum wajhu abikum, utatakasika kwenu nyinyi uso wa baba yenu, watakuwa watazama nyinyi tu. Yusuf hayuko tena. Haya, naendelea kidogo tena. 30 ngapi? 35, 36 au 37. Inna taubata alqatil maqbula, toba ya muuaji inakubaliwa. Al-Qurtubi ameeleza hilo kwamba katika aya hii kuna ushahidi kwamba tauba ya muuaji inakubaliwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapinga kwenye kauli yao hiyo, watakunu min ba'dihi qauman salihin. Faida nyingine, muzahamatu ahli al-fadli bighairi haqq min al-akhlaq as-sayyi'ah, kutaka kushindana na kusongamana na watu wenye fadhila na kusongamana nao basi na haki ni katika tabia mbaya. Watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha, kutaka kusongamana nao na kushindana nao basi na haki ni katika tabia mbaya. Al-Imam Ibn Ashur anasema, wa hadhihi ayatun min ibari al-akhlaqi as-sayyi'ah wa hiya at-takhallus min muzahamati al-fadil bi fadli liman huwa dunahu fihi au musawihi بإعدام صاحب الفضل، وهي أكبر جريمة لاشتمالها على الحسد والإضرار بالغير وانتهاك ما أمر الله بحفظه، وهم كانوا أهل دين ومن بيت نبوة، وقد أصلح الله حالهم من بعده وأثنى عليهم وسماهم بالأسباط. Lakini kwa ufupi ni kwamba haifai kufanya muzahama, kutaka kushindana na ahlul fadhli katika nafasi zao pasi na haki. Watu kushindana kwa haki ndilo jambo linalotakikana. Fulani kasoma na mimi ngoja nisome niwe zaidi yake, sio dhambi. Fulani ana mali, wacha na mimi jitahidi nimpite. Fulani ana cheo fulani, na mimi nitajitahidi mpaka nivuke pale. Mkafanya munafasa katika mambo kwa njia zinazofaa, ni jambo la kheri. Fulani kafanya kheri hii na kheri hii ni kubwa, kaisaidia dini, huyu atapata ujira mkubwa mbele ya Allah, na mimi nataka nifanye zaidi ya hivyo. Hivyo ninavyotakiwa. Fi dhalika falyatanafasi almutanafisun, katika kuyapata hayo ni washindane wenye kushindana. Kwa hiyo mashindano ya haki yapo na tushindane katika hilo, sio mashindano ya batil. Sawa, mzako akishindana na wewe kwa batil, wewe shindana naye kwa haki. Hiyo ndio kaida yako na ndio kanuni ya maisha yako. Umeelewa? Haina maana kwamba haifai kushindana au kutamani na wewe ufike katika martaba fulani. Hapana, akili zitadumaa. Watu lazima washindane katika khair. Amehifadhi Qur'an, hata mimi ngoja nihifadhi. Watoto wake wamehifadhi, na pia watoto wangu mimi nitakaohifadhi. Ni jambo la khairi, lakini si kwa fakhra. Ikiwa malengo ni kujifakharisha, hapo utafeli, hapo utafeli. Tumeelewa? Aya tosha bwana. Haya tunayapata kwenye aya zipi? Mbona mseme? Haya.
Ukiulizwa hilo limesemwa kwenye aya gani, utasemaje? Kushindana na watu wenye fadhila pasi na haki ni katika tabia mbaya. Ahabbu ila abina minna, aya ngapi? Atanafusu ala dhuhur yuaddi ila idhmari ash-sharr, watu kushindana katika kutafuta ukubwa au kujidhihirisha, kutaka kudhihiri kunapelekea kwenye kuficha kinyongo na shari ndani ya nafsi. Umepata wapi aya hiyo hiyo? Uqtulu Yusuf au tarahuhu, ngapi? Faida ngapi? 36. Nataka tusome kidogo hapa mbele. Basi wacha tufikishe 40 alafu tusome kamili 37. Mapishano katika majlisi moja, ingine 37. Almaqasidu sharifa la yatawassalu laha ila biwasaili sharifa, malengo mazuri hayatakikani kufikiwa ila kwa njia nzuri. Nia njema, nia yako njema, malengo yako mazuri na nia yako ni nzuri, basi itekeleze nia yako nzuri kwa njia nzuri. Ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu alghayatu la tubarriru alwasila, lengo halitaweza kusafisha njia. Kwamba wewe wataka ufike pale mahali pazuri, lakini kufika kwako kutapelekea kukanyaga watu na kuwaudhi. Kusema lakini yangu nzuri, kwa sababu mimi nilikwenda kufanya la. Mambo mazuri na malengo mazuri, makusudio mazuri, basi hutimizwa kwa njia nzuri. Tumelipata wapi? Hawa wataka ukaribu kwa baba yao, wanaona kwamba Yusuf yuko karibu zaidi kuliko wao kwa baba yao. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin. Baba yetu kwenye makosa ya wazi, kwa sababu ampenda sana Yusuf na ndugu yake. Kama nyinyi mtaka kupendwa, tumieni njia nzuri za kuwafikisha kwenye mapenzi ya baba yenu, si kwa njia hii mbaya ya kutaka kuua. Wa inna na'jabu min haula'i al-athkiya'i al-munsifin yuriduna an yakhluqu al-fadila, yani fadilata tawajjuh abihim ilayhim min jarimatin hiya min akbar al-jara'im ba'da ash-shirk billahi ta'ala. Twashangaa hawa watu wazuri, watu wenye akili werevu, watu waadilifu wenye insafu, wanataka kutengeneza fadhila ambazo ni fadhila za kuelekewa na baba yao kwa kutumia jarima, kosa ambayo ni katika makosa makubwa baada ya shirki billah, kuua. Kwa hiyo njia nzuri au malengo mazuri hutumiwa njia nzuri. Lakini pia katika faida tunazozipata, na hili nilitaja siku za nyuma, siku kama juzi hivi au siku mwanzo wakati tuendelee kusoma, wengine wakaliandika kwamba wanapopatikana watu wenye akili, japokuwa ni wachache, watu wenye akili wenye kunasihi, basi hupunguza kupatikana shari na hatari katika jamii. Wana ilipokuja rai ya kwanza kwamba uktulu Yusuf, alipatikana mmoja wao miongoni mwao aliyesema la taqtuluhu, msimuue. Lakini jamaa wangemuua kweli. Kwa hiyo kupatikana watu wenye akili wenye kunasihi huchechesha au huchechesha zile shari na kuzifanya kwa uchache. Haya yameelezwa na wanazuoni akiwemo Ibn Ashur katika tafsiri yake. Nyingine ili tufike 40, ikifika 40 naambieni. Inapendeza, ndivyo inavyotakiwa, as-satru ala al-musii rajaa taubati, kumsitiri mwenye kufanya jambo baya kwa kutarajia kutubia kwake.
Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala anasema wa inma lam yudhkar ahadun minhum bismi satran ala al-musii, hakutajwa mtu yoyote katika wao kwa jina lake kwa ajili ya kumsitiri mwenye kufanya jambo baya. Yule aliyetoa rai hiyo hakutajwa. Wa kullu minhum lam yakhlu min al-isaa, na kila mmoja katika wao hakuna aliyesalimika aliyepukika na kufanya ubaya. Kila mmoja pale ana ubaya wake aliofanya. Wa in tafawatat maratibuha, hata kama daraja zake zimetofautiana, daraja zao za ule uovu zimetofautiana, lakini kila mmoja akakosea pale. Ila huyo aliyetoa rai ya kuuawa, huyo ametoa rai mbaya sana, hakutajwa, lakini kwa kutarajiwa kwamba atatubu. Ngapi? 40. Umetimiza 40 nyote? Haya, soma darasa ya leo. Soma Mahmud, iqra ya Mahmud. Tafadhali. Alafu ulikuwa wapi? Mbona umechelewa? Umelala? Soma. Leo tuanza aya ngapi? Wastabaqa albab. واستبق الباب. سوما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. يقول الله تعالى واستبق الباب na wakashindana kukimbilia mlango au wakashindana kukimbilia mlangoni, yote sawa tu na yote sawa tu. Wakashindana kukimbilia mlango, wakashindana kukimbilia mlangoni. Yusuf yuko mbele, mwanamke yuko nyuma anakuja.
waqaddat qamisahu min duburin, na yule mwanamke akaichana kanzu yake kwa nyuma, ni kanzu ya Yusuf, sasa kwenye mabano kanzu ya Yusuf. Waqaddat qamisahu min duburin, na akaichana kanzu yake kwa nyuma. Alikuwa anamfukuza Yusuf, akaishika kanzu yake akairarua kwa nyuma. Qaddat ay shaqqat. wa alfaya wawili hawa, wa alfaya sayyidaha lada albab, na wakamkuta mume wake mbele ya mlango. Wakati akimbilia mlangoni, mara mume yuko mlangoni, huyu hapa tayari kanzu imeraruliwa huko nyuma ya mgongo. Bwana mkubwa mwenye nyumba naye ndio huyo katokea sasa. Alfaya ay wajada, wa aslu lafa yadullu ala inkishafi shay wa kashfihi. Kwa wakamkuta mume wake mbele ya mlango, lada albab, mbele ya mlango, pale mlangoni. Haya, bwana mwenye nyumba ndio huyo hapo. Yusuf yuko mbele, mwanamke yuko nyuma, tayari kanzu imeraruliwa ya Yusuf tena kwa nyuma. Mkiulizwa haya kuna nini, mwanamke hakusubiri aulizwe, haraka haraka akasema qalat ma jaza, wasema Allah qalat ma jaza man arada bi ahlika su'a, akasema yule mwanamke, hakuna malipo ya mtu ambaye alimtaka mke wako kwa ubaya, illa an yusjan, isipokuwa kufungwa, au adhabun alim, au adhabu kali. Kisha tayari kashakimbilia, katoa malalamiko na hukumu kashaitoa. Ubaya kaufanya yeye, mlalamikaji ni yeye, hakimu ni yeye. Pana mafunzo hapo, takuja katika wakati wa fawaid. Uonevu wa wazi kabisa. Wa alfaya sayyidaha lada albab, na wakamkuta mume wake mbele ya mlango. Qalat ma jazau man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adhabun alim, akasema yule mwanamke, hakuna malipo ya ambaye alimtaka mke wako kwa ubaya, isipokuwa kufungwa jela au kupewa adhabu kali. Mtuhumiwa au mkosaji amekuwa ndiye mlalamikaji sasa, na ndiye amekuwa hakimu. Qala hiya rawadatni an nafsi, akasema Yusuf, yeye ndiye aliyenitaka. Qala hiya rawadatni an nafsi, akasema Yusuf, yeye ndiye aliyenitaka. Wa shahida shahidun min ahliha, na akashuhudia, akatoa ushahidi, shahidi ambaye ni katika jamaa zake mwanamke. Wa shahida shahidun, akatoa ushahidi, shahidi ambaye min ahliha, ni katika jamaa zake yule mwanamke, yule jamaa zake, katika jamaa zake. Wanawazuoni wamekhtalifiana. Kabla tujakwenda, ushahidi uliotolewa hapo wa huyo shahidi ni upi? Wanawazuoni wanasema shahidi mwenyewe ni wa aina gani? Wanawazuoni, Imam Ibn Kathir anasema wanawazuoni wamekhtalifiana, wakad ikhtalafu fi hadha shahid, wanawazuoni wamekhtalifiana kuhusu shahidi huyu, hal huwa saghirun au kabirun, je ni mtoto mdogo au ni mtu mzima? Sawa, watu wamekhtalifiana wanawazuoni ala qawlain li ulama salaf. Kuna kauli mbili za wanawazuoni wa salaf. Kuna waliosema ni mtu mzima, dhulihia, baba mwenye ndevu, sawa, si mtoto mdogo.
Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika riwaya moja, Mujahid pia kuna riwaya moja, Sa'id bin Jubair katika riwaya moja, Ikrima na Al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri na Qatada na Abu Mulaika ibn Abi Mulaika na As-Suddi na Muhammad bin Ishaq na Zaid bin Aslama al-Adawi. Wao wanasema huyo alikuwa ni mtu mzima, na kuna wanaosema alikuwa ni mtoto mdogo. Ni riwaya nyingine ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, na kuna riwaya nyingine ya Mujahid na Sa'id bin Jubair pia, na riwaya nyingine na Ikrima na Sa'id bin Jubair. Sawa, wao wanasema bwana huyu alikuwa mtoto mdogo, tena yuko bado analelewa, hajaanza kusema, yuko kwenye mahadi, yuko kwenye susu la kulelewa, hata kusema pia bado hajaanza kusema. Sawa. Al-Imam Ibn Atiyya kwenye tafsiri yake anasema ile kauli ya kwanza ya kwamba ni mtu mzima ndiyo yenye nguvu, kwa sababu hii inadhoofishwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Kwenye Sahih Bukhari hadithi nambari 3436 na kwenye Sahih Muslim ni hadithi nambari 2550 kwamba hakujawahi kutokea mtu aliyezungumza kwenye hali ya utoto isipokuwa watu watatu tu hapa duniani. Hakuna katika binadamu aliyezungumza akiwa mtoto mdogo isipokuwa ni watu watatu tu. Hadithi katika Bukhari akataja wale watu watatu, naweza kuwataja. Wa kwanza ni Isa mwana wa Maryam, aliposema inni Abdullah atani alkitab. Wa pili Sahib Jurayj, yule jamaa yake Jurayj, wewe mtoto babako nani? Huyu mama, huyu mwanamke, huyu mamako asema mimi ndo babake. Wewe babako nani? Kitu kichanga ndo kimezaliwa tu hapa, babangu ni yule mchungaji. Sawa, huyo ana kisa chake, mtaja hadithi imethibiti. Mwingine kisa cha ashabu al-ukhdud. Sawa, ya ummahu qa'i wala tataqa'as, mama yangu ingia katika moto, usirudi nyuma, usisite site, twende hapo, ndo kwenye pepo yako. Kwa hiyo hakutajwa sahibu Yusuf, hadithi ya Bukhari na Muslim haikumtaja. Kwa hiyo Ibn Atiyya katika tafsiri yake analitilia nguvu hili. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahiha anasema dhahiru al-Qur'ani fi qissati ash-shahid annahu kana rajulan la sabiyan fi al-mahd. Dhahiri ya Qur'ani katika kile kisa, shahidi alikuwa ni mtu mzima na si mtoto mdogo, alikuwa katika lezi analelewa. Idh law kana tiflan lakana mujarrada qawlihi innaha kadhiba. Sawa, kwa sababu angelikuwa katika hadithi ya kwenye Bukhari anakusudia ile sahibu al-ukhdud. Asema lao angelikuwa ni mtoto mdogo yule, basi kule kusema kwake tu ingekuwa ndio ushahidi umetosheleza, hahitaji kusema kanzu imefanyaje wala nini. Yule aliyesema angekuwa ni mtoto mdogo, ndo kazaliwa karibuni mathalan, na hajawahi kusema, angetamka pale, singekuwa muujiza tayari. Asingesema angalieni kanzu yake, isingehitajika. Yeye angesema tu huyu mama ndo kamtaka huyu kijana, lakini alikuwa ni mtu mzima. Liannahu min almu'jizat walamma ihtija ila an yaqula min ahliha,
na pasingehitajiwa pia kusema katika ahliha. Neno ahliha linaonyesha huyu ni mtu mzima, si mtoto mdogo. Haya, sasa yule bwana shahidi akasema in kana qamisuhu, ala kulli hali kuna khilafu katika masala haya. Wako waliona kwamba ni mtoto mdogo, wengine wanasema ni mtu mzima, kwa hayo walioeleza. In kana qamisuhu qudda min qubulin, yule shahidi akasema sasa, kama ikiwa kanzu yake imechanwa kwa mbele, fasadaqat, basi huyu mwanamke amesema kweli. Wa huwa min alkadhibin, na Yusuf ni katika waongo. Kwa nini? Kwa sababu ingekuwa Yusuf amemwelekea yule mwanamke, kwa mwanamke ajitetea, asibakwe, apambana. Sasa kwa bila shaka kanzu itapasuka mbele tu. Kwa hiyo kama ikiwa kanzu yake imepasuliwa mbele, Yusuf, huyu mwanamke anasema kweli na Yusuf ni muongo. wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin, na kama ikiwa kanzu yake imechanwa kwa nyuma, basi yeye mwanamke amesema uongo na Yusuf amesema katika wa kweli. Sawa. Sasa mwanamume akashangaa, akatazama. Falamma raa qamisahu qudda min duburin, yule mwanamume alipoona kanzu ya Yusuf imechanwa kwa nyuma, qala innahu min kaidikun, akasema hakika hivi ni katika vitimbi vyenu wanawake, hivi ni katika vitimbi vyenu wanawake. Inna kaidakunna adhim, hakika vitimbi vyenu ni vikubwa. Wengine wafafanua zaidi kuonyesha kwamba vitimbi vya mwanamke ni vikubwa kuliko vya shetani, sababu inna kaida shaitani kana dhaifa, vitimbi vya shetani ni dhaifu, lakini kwa wanawake inna kaidakunna adhim. Ndio hivyo, kwenda kusema kwamba wanawake za kumshinda shetani, au maneno yana maelezo zaidi ya hayo. Kwa yule mwanamume pale pale akaelewa kwamba hapa aliyekosea ni mke wangu, pamoja na kwamba baka au bakat washtakat wa hakamat, amelia akalalamika akahukumu, lakini muongo. Yusuf a'rid an hadha, kisha yule mwanamume akasema Yusuf, yapuuze haya, achana naye. A'rid an hadha, yapuuze haya. Kisha kamwelekea mkeo, wastaghfiri li dhanbiki, na wewe mwanamke, wewe mke wangu, omba msamaha kwa sababu ya dhambi zako. Innaki kunti min alkhati'in, kwa hakika wewe ni katika wenye kukosea. Kwa akamtaka aombe msamaha. Inasemekana kwamba hawa watu walikuwa wanakiri kwamba yuko Mola wa kuomba msamaha, hata kama wamemshirikisha katika mambo mengine. Na arbabu mutafarriquna khairun am Allahu alwahid alqahhar. Lakini ingiwa anasema hapa itakiwa afanye istighfari, kwa maana aombe msamaha kwa mumewe kwa kile alichomfanyia katika khiana. Kwa muombe msamaha Mola wako wewe. Tutasogea tena kidogo baada ya dakika 4 tutumalize, fika na nusu pale. Waqala niswatun fil madina, wakasema wanawake katika mji ule wa Misri, kwa sababu habari mbaya huwa zinatambaa haraka. Alikuwepo mume Yusuf na yule mwanamke na shahidi, lakini habari zikawa zimeenea mjini. Sasa wale wanawake wa pale mjini wakawa wasema, hakusema wanaume, wanawake, kwa sababu wanawake wana tabia kueleza maneno. Wakikutana tu, jana unazo, au waifanya kama kaumia, afataje ile tukio, kwani kuna nini? Wewe kusikia, ili asubiri kuulizwa. Sasa waqala niswatun, hapa akasema waqala, kusema waqalat, waqala niswatun,
Waqala niswatun fil madina, wakasema wanawake katika mji ule wa Misri, imra'atul azizi turabidu fataha an nafsi, mke wa mheshimiwa anamtamani mtumishi wake. Yani wanashangaa, vipi mke wa mheshimiwa anamtamani mtumishi wake? Qad shaghafaha hubba, hakika imemzidia yeye, amezidiwa yeye kwa mapenzi. Qad wasala hubbu fataha ila shaghafi qalbiha, au qad wasala hubbu fataha ila shaghafi qalbiha, mapenzi ya kijana, kumpenda kijana wake, mapenzi yale yamefika mpaka ndani ya moyo wake. Qad shaghafaha hubba, hakika amezidiwa kwa mapenzi. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, hakika sisi tunamuona mke wa mheshimiwa yuko katika makosa ya wazi kabisa kwa kumtaka kwake kijana wake. Habari zikazunguka zikarudi pale pale zilipoanzia. Mke akazipata, wenzako kusema huko kuna hiki na hiki, wewe umefanya hivi. Falamma sami'at bimakrihin arsalat ilayhin, aliposikia kusengenya kwao, vitimbi vyao, kwa maana kusengenya kwao. Falamma sami'at bimakrihin, makri kwa maana kusengenya, hapa ndio muradi. Aliposikia kule kusengenya kwao, vile vitimbi vyao, maneno wanayozungumza dhidi yake, arsalat ilayhin, alituma ujumbe kwao, akapeleka mwaliko. Wanawake wote wa Misri mwalikwa kwa mwanamke, kwa mke wa mheshimiwa, nyumbani kwa mheshimiwa, mwalikwa. Na atakataa mwaliko? Nyumba ya mheshimiwa, afu waalikwa watu wote, mwalikwa. Falamma sami'at bimakrihin arsalat ilayhin, aliposikia kusengenya kwao alituma ujumbe, alipeleka mwaliko kwao. وأعتدت لهن متكأ, akawaandalia wao matakia, mahali pa kuegemea, yani akawekea mito, wakija pale wakae mahali kujita nafasi kabisa. Sehemu yake akaegemea mahali pake. وأعتدت لهن سكينا, akampa kila mmoja katika wao kisu. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, akampa kila mmoja katika wao kisu. Kisu chako, kisu chako. Menyeni kata hiki, wewe utakata nyama. Sasa watu kwenye shughuli pale kata. Waqalat khuruj alayhin, na akamwambia Yusuf, jitokeze kwao, pita hapa kwa wanawake, si hawakujui, pita, toka mlango huu hapa, pita. Falamma ra'aynahu akbarnahu, walipomuona walimkweza. Waqatta'na aydiyahun, na wakaikata mikono yao. Jarahna aydiyahunna bisakakin wa hunna yahsabna annahunna yuqatti'na at-ta'am, wakaikata mikono yao kwa visu, ili hali wao wanadhania kwamba wanakata chakula. Lidhahshatihinna bima ra'ayna min jamali Yusuf, kwa kushangazwa kwao kwa kile walichokiona katika uzuri wa Yusuf. Kule mwanamke aliandaa njama pale, Yusuf mwenyewe ajipita, toka huko, atoka. Wale ghafla wakamwona Yusuf, huyu hapa, wakachanganyikiwa pale, wakaona jambo kubwa kabisa. Waqatta'na aydiyahun, yani biduni shuur minhun, pasi na kujitambua, wakajikata vidole vyao, hawajui. Waqulna hasha lillah, wakasema, pana tafsiri mbili au tunaweza kupita kwa njia mbili. Yuko mbali Yusuf kwa yale aliyotuhumiwa nayo, hasha lillah, kwa maana amekuwa mbali. Ni uslubu unatumika katika lugha ya Kiarabu, hasha lillah, yuko mbali na hayo. Hiyo ni moja.
Wa qulna hasha lillah, kwa mshangao wakasema tunatakasa kumtakasa Allah. Allah ametakasika. Wale wanawake wakasema hivyo kwa mshangao, ma hadha bashara, huyu si mtu, huyu si binadamu huyu. In hadha illa malakun karim, hakuwa huyu isipokuwa ila ni malaika mtukufu. Hakuna binadamu mzuri kama hivi, huyu ni malaika. Wa qulna hasha lillah, wakasema tunatakasa kumtakasa Allah, ma hadha bashara, huyu si mtu. In hadha illa malakun karim, hakuwa huyu ila ni malaika mtukufu. Huyu ni malaika. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasimulia katika ile hadithi ndefu ya al-Isra wal Mi'raj, anaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa mbinguni, anasema thumma urija bi ila as-samai thalith, kisha nikapandishwa mimi kupelekwa mbingu ya tatu. Alitoka mbingu ya kwanza kwenda ya pili, sasa anakwenda mbingu ya tatu. Fastaftaha Jibril akapiga hodi, akahodisha, akapiga hodi pale. Faqila man ant, qala Jibril, akaulizwa wewe nani? Akasema mimi ni Jibril. Qila wa man ma'ak, akaulizwa nani pamoja na wewe? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema Muhammad ni pamoja naye, mimi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilayhi, akaulizwa Jibril ashapewa utume? Qala qad bu'itha ilayhi, akasema ndiyo kashapewa utume. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fafutiha lana, tukafunguliwa sisi kwenye mbingu ya tatu. Fa idha ana bi Yusufa sallallahu alayhi wasallam idha huwa qad u'tiya shatra al-husn, ghafla nikamuona Yusuf sallallahu alayhi wa ala nabiyina wasallam. Yusuf amepewa nusu ya uzuri wote, kila unachokijua wewe kizuri, basi ile nusu ya uzuri wote kapewa Yusuf. Farahaba bi wadaa li bikhair, au farahaba wadaa li bikhair, akanikaribisha na akaniombea khairi. Hadithi hii ni hadithi sahihi, kaitaja al-Imam Muslim. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika mbingu ya tatu alimkuta Yusuf, lakini alimkuta kwenye hali hiyo, alikuwa mzuri wa sura, amepewa nusu ya uzuri. Sawa, kwa sababu alikwenda mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, wote wamekutana na mitume huko. Mbingu ya tatu Yusuf, mbingu ya nne alimkutana naye amjui na kwa mujibu wa hadithi katika Sahih Muslim. Someni katika Sahih Muslim hadithi nambari 162. Ya kwanza alimkuta Adam, sio Abu al-Bashar, alimkuta hapo. Ya saba alimkuta Ibrahim. Ya sita alimkuta Musa. Ya tano alimkuta Harun. Sasa nimeuliza ya nne alimkuta nani? Tatu alimkuta Yusuf. Ya kwanza mshajua. Ya pili alimkuta nani? Pia mjue. Mmesahau. Ukisoma hadithi utayapata majina yote haya. Haya. Kwa hiyo Yusuf alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtume. Katika neema kubwa alizopewa na Allah, alipewa uzuri wa sura na maumbile, akhlaq zake njema kabisa, kwa sababu ni mtume wa Allah. Sasa baada ya kutokea tukio hilo, faqalat, akasema yule mwanamke, akawaambia fadhalikun, akatumia ismu ishara lilbaid, ismu ishara ya aliyembali. Fadhalikun alladhi lumtunani fihi, akawaambia huyo ndiye yule ambaye mlikuwa mkinilaumu kwa ajili yake. Na kazi ya kulaumu tu, hamjaona mwalaumu tu. Haya, huyo sasa mmekata mikono yenu. Fadhalikun alladhi lumtunani fihi, akawaambia huyo ndiye yule ambaye mlikuwa mkinilaumu kwa ajili yake. Walaqad rawattuhu an nafsihi fastasam, ninaapa kwa Allah, mimi ndiye niliyemtaka yeye na yeye akakataa.
Sasa msikize maneno ombea huko Yusuf hivi na hivi, mimi ndiye nimemtaka, kisi mmemuona. Sasa mimi ndiye nilimtaka, yeye akakataa. Anaendelea na msimamo wake, sasa wala illam yaf'al ma amuruhu, na kama hatofanya ninachomwamrisha, kama hatofanya ninayomwamrisha, la yusjanan wala yakuna min as-saghirin, wallahi atafungwa jela na atakuwa katika watu dhalili. Mimi msimamo wangu uko pale pale bado, na hakikisha mpaka afanye ninachokitaka mimi. Umeelewa? Msimamo mkali eh? Basi tumalize tu hapo. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa kum min al-jahilin. Inshallah tutakuja kuanzia hapo. Pana fawaidi nyingi katika habari hizi, tutafika hapo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah.